Tunaendelea na sababu ya pili inayosababisha ndoa nyingi kuwa katika matatizo, kuwa katika migogoro. Nimesema kwamba sababu ya kwanza inayosababisha migogoro katika ndoa ni kutokana na watu kufunga ndoa katika msingi ambao dhaifu, kufunga ndoa juu ya mchanga, msingi wa mchanga, kutokuwa na upendo thabiti kwa mpenzi wake, kwa mwenzi wake, na kutokuwa na upendo thabiti kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sababu ya pili inasababisha ndoa nyingi kuvunjika ni kutokuwa na wakati hajui amekwenda kwenye. Unapoenda kwenye ndoa alafu hujui, hakikisha unapoingia katika sakramenti ya ndoa unajua kwamba wajibu wako ni nini. Lazima ujue kwamba unaenda kufanya nini katika ndoa. Elewa unaenda kwenye ndoa kufanya nini. Mfano, watu wengi wanaingia katika sakramenti ya ndoa hawajui kwamba pale mme ameenda pale kwenye ndoa kwa wazo kuu kabisa la kuweza kumsapoti mke katika masuala yote, aspect zote tatu. Aspect ya kwanza, msapoti mke katika ukomavu au kukua. Fanya nini hasa kimekupeleka katika ndoa? Umeenda kwenye ndoa kufanya nini hasa? Shida yako ni nini? Kwa nini umeamua kuolewa? Kwa nini umeamua kuoa? Kwa nini umeamua kuolewa? Kwa nini umeamua kuoa? Unatafuta nini? Why? Yaani shida yako kubwa ni nini? Je, unafanya kuingia kwenye ndoa unaitekeleza hilo hapo au unitekelezi? Basi hicho ni kitu cha muhimu sana sana sana. Zingatia kile kilichokupeleka katika ndoa. Zingatia sana hicho kitu. Nini kilichokupeleka katika ndoa? Kwenye ndoa umeenda kufanya nini? Zingatia hilo. Ukifanya hilo, ukizingatia hilo, ndio ya msingi na hakika kabisa kama ndoa yako itakuwa yenye furaha, amani na baraka. Tumsifu. Neno la Mungu linasema kwamba mkaongezeke, mkaitiishe nchi. Zaeni mkaongezeke, mkaitiishe nchi. Kumbe umeenda kwenye ndoa, kazi mojawapo ya kwenye ndoa ni kuzaliana. Kazi mojawapo ya kwenye ndoa ni kuzaliana. Hatutegemei kuona kwamba katika ndoa yake takatifu bado anakuwa mgumu kutumia sakramenti yake. Mmoja anaingia kwenye ndoa bado anakuwa mgumu kutumia sakramenti ya ndoa, anakuwa hataki kutumia sakramenti ya ndoa. Ndio unaweza kumpata kesi nyingi. Unaona mama anamnyima mume wake tendo la ndoa, anamnyima mume wake unyumba. Baba hayuko tayari kutumia sakramenti ya ndoa. Baba hayuko tayari kumpa mwenzi wake unyumba. Mnapokuwa na hali ya kunyimana unyumba katika ndoa, basi hiyo inakuwa ni tatizo mojawapo. Mmoja anayemnyima mwenzake unyumba, maana yake ni kwamba wewe ameenda kwenye ndoa kufanya nini? Ni lazima kuelewa kwamba umeenda kwenye ndoa kufanya nini. Ni muhimu sana ujue umeenda kwenye ndoa kufanya nini. Lazima umheshimu mume wako, umsaidie mume wako, umlinde mume wako, umheshimu. Mwanaume anahitaji kuheshimiwa. Mwanaume anahitaji kuheshimiwa. Anahitaji kuheshimiwa mwanaume. Anachohitaji mwanaume ni kuheshimiwa. Lakini mwanamke kwenye ndoa anachohitaji ni kupendwa. Mwanamke anahitaji kupendwa, anahitaji kupendwa. Sasa kumbe kama wewe uko kwenye ndoa alafu tena haumpendi mke wako, haupo tayari kumsaidia mke wako, humpendi, kwa kweli hapo itakuwa tatizo na ndoa itakuwa shida kwako. Kama hauko tayari kuonesha upendo, kuonesha uthabiti kwa mwenzi wako wa ndoa, basi inakuwa ni tatizo, na hiyo inaweza kupelekea ndoa yako kwenda. Kwa mpendo katika Kristo, hiyo ndio salamu yangu ya leo. Umeenda kwenye ndoa kufanya nini? Lazima ujue ulichopeleka kwenye ndoa ni nini. Na kama hujui, ndoa yako maana itakuwa katika matatizo ya kuweza kuvunjika wakati wowote ule. Jitahidi basi tambua umeenda kufanya nini. Nini hasa kimekupeleka katika ndoa? Umeenda kwenye ndoa kufanya nini hasa? Shida yako ni nini? Kwa nini umeamua kuolewa? Kwa nini umeamua kuoa? Kwa nini umeamua kuolewa? Kwa nini umeamua kuoa? Unatafuta nini? Why?